kuimarisha na kuweza kustawisha mifumo ya utawala na uongozi wa haki. Kama wewe ni Mkristo na Biblia yako, unaweza kuyaona haya katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 na mstari wa 10. Lakini pia unaweza kagoogle. Na baadaye pia Mungu akasema na Isaya pia. Isaya na yeye alikuwa na ujumbe wa aina hiyo hiyo. Yeye akasema kabisa, Mungu, Roho wa Mungu yu juu yangu, nayo amenipaka mafuta, amenitia mafuta na kuniweka wakfu, kusudi niweze kuwatia moyo wale wote waliokandamizwa, wale wote walioonewa, na wote wanaoteswa na kusetwa na kunyanyasa, ili niweze kuwakomboa. Na Yesu alipoanza mahubiri yake, kabla ya yote, hiyo ndio ikawa ilani yake ya kwanza kabisa alivyoenda hekaluni, ya kwamba Roho wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta niwahubirie habari njema wanyenyekevu, na kuwatangazia habari za ukombozi walioteswa na kusetwa. Kwa hiyo kabla ya Yesu Kristo, Mungu aliweka utaratibu wa watu wanaonyanyaswa kuinua watu. Tulipoingia katika habari ya kanisa liliteswa, watu walikuwa na uwawa, watumishi wa Mungu walikuwa na uwawa. Mnafahamu hata Mtume Petro alisulubishwa kichwa chini miguu juu. Hali ilikuwa mbaya sana, lakini Mungu akainua mpango. Alimuokoa aliyekuwa mtawala, alikuwa anaitwa Konstantino. Alikuwa mtawala yule, akapambana, akaingia akawa mtawala wa Rumi. Ndio yule akawa kiongozi wa kwanza, mtawala wa serikali ya Kirumi kuanza kutawala. Ndipo hapo kanisa likaanza hata kununua viwanja, likapewa nafasi ya kutanuka. Na ndio maana mpaka leo tunaona kwamba kuna jimbo kuu la Rumi. Lakini Mungu anaendelea na mpango huo. Nisiwachoshe hapo, niwape mfano michache sana alafu nihitimishe kwa nini kwa mahali hapa. Kuna taifa moja lilikuwa linaitwa, sasa naongelea katika miaka yetu. Kuna taifa moja lilikuwa linaitwa El Salvador la Amerika ya Kusini. Lile taifa liliingiliwa na madikteta na mafashisti na matawala waliokuwa wanaua watu wao, wanatesa watu wao, wanakandamiza watu wao. Watawala kwa kutumia dola walifanikiwa kunyamazisha kila sauti. Ilibaki sauti ya mtu mmoja tu katika nchi ya El Salvador. Naye alikuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la San Salvador katika mji mkuu wa El Salvador. Alikuwa askofu wa kanisa la Roman Catholic. Alikuwa anaitwa Askofu Oscar Romero. Oscar Romero alikuwa anawashambulia wale watawala. Anawaambia wacha kunyanyasa watu, wacha kutesa watu. Alipigwa marufuku kwenda mahali popote, kama yani tofauti na sisi tunaweza tukaongea hapa. Yeye ilichobaki ikawa anaongea kanisani. Walimfuata kanisani. Wakati anahubiri, Oscar Romero alipigwa risasi akiwa anahubiri kanisani, akafa. Damu ya Oscar Romero ilipomwagika, ukawa ndio mwisho wa utawala ule, kwa sababu Mungu aliwainua watu wale. Utawala wa kidikteta wa El Salvador, mjini San Salvador, ukaanguka, haukuweza kusimama tena na haujasimama tena. Tunakuja katika nchi yetu ya Afrika ya Mashariki. Mwaka 71 Idi Amin alipindua nchi ya Uganda. Akaleta utawala wa kutisha, utawala wa kuua watu, utawala wa kumwaga damu. Taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anawachukua hata watu, hata viwete, anawamwaga katika ziwa, anawamwaga katika mto Naili mle. Alikuwa ni mtu anayetisha sana Idi Amin. Wale wenye umri mkubwa mnakumbuka jinsi nchi hii ilipopambana kumtoa Idi Amin. Lakini Idi Amin na yeye alinyamazisha kila mtu, alitesa kila mtu. Ikafika mahali hata viongozi wa dini walinyamaza. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Uganda, Wakristo wote waliungana ili kupambana na utawala wa Idi Amin, kwa sababu alikuwa anaua watu. Askofu Festo Kivengere alikimbia akatokea Rwanda, ndio akaenda Uingereza, ndio akaja kuandika historia zaidi ya kitabu, akasema I love Idi Amin, lakini akaonyesha kwamba amemsahau Idi Amin, amemsamehe Idi Amin. Lakini askofu mkuu wa kanisa Anglikana
alikuwa anaitwa Janani Luwum. Mimi nilienda mpaka kule kwao kaskazini mwa Uganda. Mpaka leo Waganda wanasherehekea siku ya Janani Luwum. Yeye ndiyo pekee aliyepata ujasiri nchini Uganda. Akamwambia Idi Amin kwamba acha kuua watu. Akamwambia Idi Amin kwamba acha kutesa watu. Akamwambia Idi Amin kwamba acha kunyanyasa watu. Idi Amin akatuma majeshi yake yakaenda kumkamata askofu mkuu Janani Luwum, wakamuua. Baada ya damu ya askofu mkuu Janani Luwum kumwagika nchini Uganda, maana aliuawa mwaka 76. Miaka miwili baadaye Idi Amin, Mungu akainua Tanzania. Utawala wa Idi Amin ulianguka, haukusimama tena, umenyamaza milele. Tukaenda hapa nchini Kenya. Nchini Kenya wakati utawala wa Moi ulikuwa ni utawala wa kidikteta pia. Watu walikuwa na uwewa, wengine mnafahamu akina Robert huko. Walipokuwa wanapotea, watu walipotea. Wengine walikuwa wanaanguka uwanjani pale akina Masinde Muliro. Lakini Mungu ni wa ajabu sana. Walikuwepo maaskofu wa kanisa Anglikana, kanisa Katoliki na makanisa mengine ya AIC, wakasimama imara. Lakini mimi namkumbuka askofu mmoja alikuwa anaitwa Henry Okuru. Yeye alisimama imara. Kila sehemu anaenda kanisa la Uganda, anaongea, anapiga kelele. Baadaye utawala wa Moi ulianguka kwa namna ya ajabu sana. Sasa hivi kule Kenya kuna demokrasia. Nchini Malawi, mimi natoka Kiela, Malawi ni jirani pale. Malawi alikuwa ni Kamzu Banda alikuwa ni dikteta. Sisi kule tulikuwa tunateseka kweli kwa sababu alikuwa mpakani. Mke wako akienda kumsifia Banda anaweza kukaa hata wiki nzima naimba nyimbo za kumsifia Banda. Ole wako wewe umuulize mke wako alikuwa wapi. Walikuwa wanapotea. Hii habari ya kuteka watu, kupotea watu, hii tumejifunza Malawi. Malawi Banda alikuwa na kikosi cha kuteka watu na kupoteza watu. Siku moja ndipo kanisa wakachoka, wakaandika waraka wa kichungaji mwaka 1990, ilikuwa inaitwa Pastoral Letter. Maaskofu Malawi wakaungana wote wakaandika barua ambayo ilisomwa nchi nzima. Malawi ilikuwa ni utawala unatisha sana. Nakumbuka alikuwepo kiongozi mmoja wa upinzani alikuwa anaitwa Chiume yule aliwekwa kizuizini gizani, mpaka macho yakapofuka. Yani unawekwa huko huoni giza chochote kwa miezi kadhaa, macho yakapofuka. Lakini utawala wa Kamuzu Banda, baada ya barua ile ya viongozi wa maaskofu, umepotea milele, na Banda hakusikika tena, na Malawi sasa ni demokrasia. Na anayetawala Malawi alishinda uchaguzi kwa chama cha upinzani ni askofu kule Chakwera wa kanisa la Pentecost la Tanzania Assemblies of God. Huku sasa Tanzania Assemblies of God, kwenye Malawi Assemblies of God. Hiyo ndio ilikuwa Malawi. Mnafahamu habari ya Kongo? Kongo alikuwepo hapa Kabila mdogo, Kabila Junior. Naye alikuwa na mambo yake. Hali ilikuwa mbaya sana. Tuache hivi vita vyeko wenyewe. Lakini naiongelea Kongo kwa ujumla. Nafikiri miaka michache miwili iliyopita, maaskofu wa kanisa Katoliki walivaa majoho yao wakaingia barabarani, ndipo Rais Kabila akasalimu amri. Niwamalizie habari ya kwetu hapa Afrika Kusini. Wengi tunafahamu habari ya Afrika Kusini. Ninyi vijana mlikuwa hamjui. Afrika Kusini ilipata uhuru kutoka nchi ya Kenya na kutoka nchi ya Uingereza. Walipewa uhuru kutoka nchi ya Uingereza kabisa. Lakini baadaye, miaka baadaye, chama cha Nationalist Party, kile chama cha makaburu, kilipoingia madarakani, kikaanza kunyanyasa watu, kikaingiza siasa za ubaguzi wa rangi, kikaanza kubagua watu kwa rangi zao, kikaanza kuua watu. ANC ikaanzisha mwaka 1912, ilikuwa chama cha ukombozi. Waliendelea mpaka kwenye miaka ya 49 huko. Wale wazee wapinzani wakiingia, makaburu wananyamazisha na kuwaua. Ndipo wakaingia vijana kama Nelson Mandela miaka 1950, na kina Walter Sisulu, na kina Giovanni Mbeki, na kina Oliver Tambo. Wale vijana ndio wakaanzisha Umkhonto we Sizwe, maana yake mkuki kwa taifa.
Wale vijana walianza kidogo kidogo, lakini mambo yao yalikuwa moto. Wabaguzi wale wa Afrika Kusini wakawakamata na kuwafunga maisha ili kunyamazisha kelele za wapigania uhuru. Mwaka 77 wakamuua Steve Biko, wamemuua, wakaua watu wengine wengi, na baadaye wakaua kina Chris Hani. Kila mtu aliyekuja na sauti ya kinabii alikuwa na uawa. Wakawanunua hata viongozi wa makanisa hadi maaskofu. Kwenye ibada zao wanaandika, naongea sasa kwa Kiswahili, najaribu kutafsiri: Bwana kawe nanyi, utawala wa Afrika Kusini umetoka kwa Mungu, na ubaguzi wa rangi umeainishwa na Mungu, na wote tuseme amen. Sasa hata viongozi wa kanisa wakawa wanasema ubaguzi wa rangi, mfumo wa ubaguzi wa rangi ulitoka kwa Mungu, wakawa na ubariki, wakaungana mfumo. Niwaambie, ndivyo inavyokuwa. Watawala, madikteta wananunua hata viongozi wa kanisa. Lakini Mungu alimnuinua kiongozi mmoja, askofu mkuu wa kanisa Anglikana Afrika Kusini wa jimbo la Cape Town. Alikuwa anaitwa Desmond Mpilo Tutu. Desmond Tutu alisimama peke yake nchini Afrika Kusini. Ilikuwa ni sauti ya kipekee kabisa. Akawa anavaa majoho yake, anaungana vijana kule Soweto, wanauawa, yeye ndo peke yake anaenda kuzika. Ngoja nikwambie, kwa kiongozi wa dini kwenda kumzika mtu aliyeuawa na serikali ilikuwa ni hatari kubwa sana. Lakini Desmond Tutu